Na hatimaye mafuta yapanda bei baada ya nchi ya Irani kuishambulia Israeli. Bei ya mafuta duniani imeongezeka Jumatatu ya asubuhi ya leo Juni 8 mwaka 2026 katika masoko ya Asia kufuatia shambulio jipya la makombora kutoka Irani dhidi ya nchi ya Israeli. Tukio hilo la kwanza tangu makubaliano ya usitishaji vita yaliyofikiwa mwezi Aprili kwa ushiriki wa Marekani. Bei ya ghafi ya kimataifa ilipanda kwa asilimia 2.6 na kufikia dola 95.50 kwa pipa, huku mafuta ghafi ya Marekani yakiongezeka kwa asilimia 2.5 hadi dola 92.75 kwa pipa. Ongezeko hilo linaonyesha wasiwasi wa uwekezaji kuhusu usalama wa usambazaji wa nishati hiyo ya mafuta duniani. Katika wiki iliyopita bei za mafuta ziliendelea kupanda huku wafanyabiashara wakitathmini athari za muda mrefu na mzozo huo katika soko la nishati. Hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta kutoka eneo la Mashariki ya Kati imeendelea kuchochea mabadiliko makubwa ya bei ya mafuta duniani. Ni taarifa kutoka huko nchini Irani. Hatimaye mafuta yapanda bei baada ya nchi ya Irani kuishambulia nchi ya Israeli. Na hatimaye Marekani yaangusha droni za Irani angani na kukaza mzingiro wa kiuchumi baharini. Vikosi vya jeshi la Marekani vimefanikiwa kuzitungua na kuzisambaratishia droni 4 za mlipuko wa Irani zilizorushwa kulenga usafiri wa baharini katika mlango wa bahari wa Hormuz na kujibu mapigo kwa kuharibu rada za adui. Muda mfupi uliopita vikosi vya CENTCOM vimetungua droni 4 za ushambuliaji za Irani zilizorushwa kuelekea mlango wa Hormuz, zikiwa tishio la wazi la usalama wa majini. Baada ya hapo majeshi ya Marekani yalipiga na kuharibu vituo vya rada za pwani ya Irani kule Ganglo na kisiwa cha Qassim ili kuzuia mashambulizi zaidi yakielekezwa na Marekani. Marekani imefichua kuwa majaribio ya jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Irani IRGC ya kurusha makombora ya misafa marefu kuelekea nchi za Cuba, Kuwait na Bahrain yamefeli baada ya makombora hayo kutunguliwa na kuanguka kabla ya kufikia maeneo ya kambi za Marekani. CENTCOM imezitaja taarifa za Irani kuwa ni uongo unaolenga kufunika ukweli na imesisitiza kuwa majeshi ya Marekani yanaendelea kufanya mambo yake amri ya mizingiro ya majini blockade kwa kukamata na kuzizima meli zote zisizotii sheria zinazojaribu kuisaidia Iran. Israeli yashambulia viwanda vikubwa vya mafuta nchini Iran. Mashambulizi ya Israeli yamefanikiwa kupiga moja ya kiwanda kikubwa cha mafuta Petromiko katika mkoa wa Kazakhstan kusini magharibi mwa Iran. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama wa Kazakhstan ya vyombo vya habari vya Iran, kiwanda cha Kalumu Petromiko kilichopo magharibi kimepata uharibifu mkubwa baada ya kulengwa katika shambulizi la anga lililohusishwa na nchi ya Israeli. Shambulizi hilo limezua hasira kubwa nchini Iran, huku viongozi na wananchi wakilitaja kama shambulio dhidi ya miundombinu muhimu kiuchumi wa taifa hilo. Katika saa za hivi karibuni Iran imeongeza mashambulizi yake kulipiza kisasi kwa kurusha makombora kuelekea Israeli, ikijaribu kulenga maeneo mbalimbali ya kijeshi na kimkakati ndani ya nchi hiyo. Mvutano kati ya Iran na Israeli unaendelea kupanda kwa kasi, huku kila upande ukiendelea kujibu mashambulizi ya upande mwingine. Wachambuzi wanaonya kuwa mashambulizi dhidi ya viwanda vya nishati Petromiko yanaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Iran pamoja na usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Ni taarifa kutoka huko nchini Israeli. Hatimaye Israeli yashambulia kiwanda kikubwa cha mafuta nchini Iran. Mashambulizi ya Israeli yamefanikiwa kupiga moja ya viwanda vikubwa vya mafuta Petromiko katika mikoa ya Kazakhstan kusini magharibi mwa Iran. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama wa Kazakhstan na vyombo vya habari vya Iran, viwanda vya Khatum Petromiko vilivyopo mashariki kimepata uharibifu mkubwa baada ya kulengwa katika mashambulizi ya anga yanayohusishwa na nchi ya Israeli.
Mashambulizi ya Israeli nchini Irani, maeneo zaidi ya 20 yalengwa. Israeli imemaliza kwa sasa mashambulizi yake dhidi ya nchi ya Irani. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, hadi maeneo 20 nchini Irani yamepigwa katika mashambulizi hayo, ikiwemo uwanja wa ndege wa Melbourne jijini Tehran, vituo vya ulinzi wa anga pamoja na maeneo ya makombora. Taarifa zinaeleza kuwa makombora yote yamerushwa kutoka nje ya nchi ya Irani. Aidha, mashambulizi ya anga ya Israeli yameripotiwa kulengwa kisiwa cha anga wakati wa wimbi hilo la mashambulizi likiendelea. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi wa Kiislamu la Irani, IRGC, limethibitisha kuwa Israeli ilitumia makombora ya ballistic yanayorushwa kutoka angani kushambulia maeneo ya Irani. Kwa upande mwingine, kituo cha Channel 15 cha Israeli kimethibitisha kuwa maghala ya drone pamoja na vituo vya ulinzi vya anga ya Irani vilikuwa miongoni mwa malengo yaliyoshambuliwa na nchi ya Israeli. Ni taarifa kutoka huko nchini Israeli imemaliza kwa sasa mashambulizi yake dhidi ya Irani. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, hadi maeneo 20 nchini Irani yamepigwa katika mashambulizi hayo, ikiwemo uwanja wa ndege wa Melbourne jijini Tehran, vituo vya ulinzi wa anga pamoja na maeneo ya makombora. Taarifa zinaeleza kuwa makombora yote yalirushwa kutoka nje ya anga la Irani. Aidha, mashambulizi ya Israeli yanaripotiwa kulenga kisiwa cha Gangbad wakati wimbi hilo la mashambulizi likiendelea. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi wa Kiislamu la IRGC limethibitisha kuwa Israeli ilitumia makombora ya ballistic yanayorushwa kutoka angani kushambulia maeneo ya Irani. Kwa upande mwingine, kituo cha Channel 14 cha Israeli kimethibitisha kuwa maghala ya drone pamoja na vituo vya ulinzi wa anga vya Irani vilikuwa miongoni mwa malengo yaliyoshambuliwa. Na hatimaye nchi ya Irani na Israeli pamoja na Marekani waendelea walipoishia. Irani imefanya mashambulizi makubwa ya makombora ya balistiki kujibu kile kilichodai uonevu na utovu wa nidhamu wa sheria za kimataifa na ukatili dhidi ya binadamu katika eneo la Mashariki ya Kati. Hivi karibuni Irani imeahidi kufanya mashambulizi makubwa iwapo nchi ya Israeli itaendelea kushambulia Lebanon. Hata hivyo, Israeli hapo jana ilishambulia kaskazini mwa Beirut na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa majengo, huku nchi ya Irani ikijibu kwa kushambulia Tel Aviv na Haifa. Wakati huo jeshi la Israeli limejibu mapigo kwa kushambulia maeneo mbalimbali ndani ya Irani. Ndege za kivita pamoja na nyambizi zilirusha makombora mazito kwa mara ya kwanza Israeli kutumia jeshi la majini kurusha makombora ya ballistic kutokea baharini ya Mediterranean na kupiga malengo kwa ufanisi. Ni taarifa kutoka huko nchini Irani imefanya mashambulizi makubwa ya makombora ya ballistic kujibu kile kilichodai uonevu, utovu wa nidhamu wa sheria za kimataifa na ukatili dhidi ya binadamu katika eneo la Mashariki ya Kati. Hivi karibuni Irani imeahidi kufanya mashambulizi makubwa iwapo nchi ya Israeli itaendelea kushambulia Lebanon. Hata hivyo, Israeli hapo jana ilishambulia kaskazini mwa Beirut na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa majengo, huku nchi ya Irani ikijibu kwa kushambulia Tel Aviv na Haifa. Wakati huo jeshi la Israeli limejibu mapigo kwa kushambulia maeneo mbalimbali ndani ya Irani. Ndege za kivita pamoja na nyambizi zilirusha makombora mazito. Kwa mara ya kwanza Israeli kutumia jeshi la majini kurusha makombora ya ballistic kutokea bahari ya Mediterranean na kupiga malengo kwa ufanisi. Rais wa Marekani Donald Trump aitaka nchi ya Irani kurejea kwenye mazungumzo baada ya mashambulizi ya makombora kuelekea Israeli. Rais wa Marekani Donald Trump amesema katika mahojiano na Fox News kwamba Irani inapaswa kusitisha mashambulizi ya makombora na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Akizungumza na kituo hicho, rais wa Marekani Donald Trump amesema, "Ninachopendekeza kwa Irani ni kwamba nimekwisha rusha makombora yenu na hiyo inatosha. Rudini kwenye mazungumzo na mfikie makubaliano." Kauli hiyo imekuja wakati mvutano kati ya Irani na wapinzani wake ukiendelea kuvutia
uangalizi wa kimataifa, huku wito wa kutafuta suluhisho la kidiplomasia likizidi kutolewa na wadau mbalimbali. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye rais wa Marekani Donald Trump ameitaka nchi ya Iran kurejea kwenye mazungumzo baada ya mashambulizi ya makombora kuelekea Israeli. Rais wa Marekani Donald Trump amesema katika mahojiano yake na Fox News kwamba Iran inapaswa kusitisha mashambulizi ya makombora na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Akizungumza na kituo hicho, rais wa Marekani Donald Trump amesema, ninachopendekeza kwa Iran ni kwamba nimekusharusha makombora yenu na hiyo inatosha, rudini kwenye mazungumzo na mfikie makubaliano. Kauli hiyo inakuja wakati mvutano kati ya Iran na wapinzani wake ukiendelea kuvutia uangalizi wa kimataifa, huku wito wa kutafuta suluhisho la kidiplomasia ukizidi kutolewa na wadau mbalimbali. Nchi ya Iran na Hezbollah washambulia Israeli kwa wakati mmoja. Nchi ya Iran na Hezbollah kwa pamoja wamefanya mashambulizi nchini Israeli kwa kile wanachosema ni kulipiza kisasi kwa Israeli kushambulia katika miji mikuu ya Lebanon na Beirut. Hawakuwa Iran peke yao walifanya mashambulizi nchini Israeli kama awali ilivyoripotiwa, bali hata Hezbollah alirusha makombora mengi zaidi ya 12 kwa wakati mmoja kulenga katika maeneo mbalimbali nchini Israeli. Nchi ya Israeli imeripotiwa kudungwa makombora yote matatu yaliyorushwa na Iran, huku baadhi ya makombora ya Hezbollah yakitua moja kwa moja katika eneo la Israeli. Nchi ya Israeli imedai muda mrefu watajibu kile kilichofanywa na Iran na Hezbollah, tena majibu yake yatakuwa makali sana kupita maelezo. Ni taarifa kutoka huko nchini Iran na Hezbollah kwa pamoja wamefanya mashambulizi nchini Israeli kwa kile wanachosema ni kulipiza kisasi kwa Israeli kushambulia miji mikuu ya Lebanon na Beirut. Kwa Iran pekee yao walifanya mashambulizi nchini Israeli kama awali ilivyoripotiwa, bali hata Hezbollah walirusha makombora mengi zaidi ya 12 kwa wakati mmoja kulenga katika maeneo mbalimbali nchini Israeli. Nchi ya Israeli imeripotiwa kudungua makombora yote matatu yaliyorushwa na Iran, huku baadhi ya makombora ya Hezbollah yakitua moja kwa moja katika maeneo ya Israeli. Israeli imedai kwa muda mrefu watajibu kile kilichofanywa na Iran na Hezbollah, tena majibu yake yatakuwa makali sana kupita maelezo.